Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani. Jina langu ni Sururu bin Hashim bin Abdul Qadir al-Musawa. Makuzi yangu nimelelewa mimi na almarhum Sheikh Abdul Ayub nyumbani kwake toka niko miaka 8, kwa sababu yeye alimuoa mama yetu mdogo. Kwa hiyo nilichukua kwa mzee wangu, nikaishi kwake, kula, kuvaa na kusoma. Yeye ndio ameniingiza madrasa Shamsia kwenye miaka kama ya 65 hivi au 63 hivi. Nilichukua masomo kwake na kusoma kwake tangu wakati huo mpaka kwenye mwaka 91 ndio akanileta hapa Usagara kama mwalimu katika msikiti wa Usagara. Hapo kulikuwa na tawi la Shamsia hapo, kwa nikakaa hapo mpaka 2000. Kutokea ikhtilafu kidogo, kabidi nijitenge, nikakaa kama miaka 2-3, nikawa msikiti wa 13 pale msikiti, na hapo madrasa nikasomesha mpaka 2006 nikapata ufadhili, nikajengewa madrasa hii hapa. Kwa 2006 niko hapa, madrasa iko hapa, lakini msikiti niko 13 Masjid Hudhaifa pale. Kwa hivyo hapa ninasomesha saa ya swala na kwa msikitini kule. Hayo ndio maisha yangu ya kielimu. Nimesoma kwa Sheikh Muhammad Ayub tangu mwanzo mpaka mwisho, nilikuwa katika mikono yake. Na kama miaka 4 tulifungua boarding ambayo mpaka sasa tuna wanafunzi kama 51 ndio wapo pale, wanalala msikitini pale, ni kusoma na kuja kusoma huko. Tunao wanafunzi wa day mpaka kama 130 wanakwenda na wa kike na wa kiume wanakuja na koro. Mpaka sasa sijaeka ikawa ni nania ni eke, lakini wote nawaita walimu tu, sababu kuweka naibu mpaka kuona vigezo vya kuweka naibu. Kuona mtu ametimia huyu ndio unamweka, sababu wengi ambao wametimia yani cheo hicho wengi wako mikoani, wamekwenda katika madrasa za mikoani huko nasomesha. Kwa hiyo hapa bado niko katika kufikiria ni mweke nani ambaye atakuwa naibu wangu. Matawi ambayo yako mikononi mwetu ni kama 3. Kuna Mbugani kule, kuna Mwahako, kuna Tanga mjini hapa. Bara ya 14 tunalo tawi pia. Nje naweza nikaita ni matawi si matawi, kwa sababu ni madrasa ambazo zinaendeshwa na wanafunzi wangu, lakini si tawi. Watu wamekuja kutaka mwalimu nikawapa, lakini wao wana taasisi zao. Hao ndio wengi walimu wako katika taasisi za watu wengine wanasomesha mikoa mbalimbali, Arusha, Dar es Salaam, Iringa, Arusha, lakini wako katika madrasa za watu binafsi, taasisi za watu binafsi. Madrasa Shamsia nilipolelewa pale kimaadili, kimasomo. Kwa hiyo siwezi nikapinga kurudi pale, sababu ni paliponikuza. Kwa hiyo siwezi nikakataa swala kama hilo. Sheikh Muhammad Kigoda sema ni kaka yangu, wao walikuwa ndio walimu wetu pale. Kwa hiyo kidaraja sema mimi niko kundi kama la 3 katika makundi ya Sheikh Muhammad Ayub. Kutoka Sheikh Kigoda kuna kuja kundi la 2, mimi niko katika kundi la 3 ambao tulikuwa hapo, lakini na Sheikh Shabani Juma ambaye sasa ni Sheikh wa mkoa wa Arusha,
na wengine na wengineo ni kundi la tatu. Sisi tumekuzwa na marhumu Sheikh Muhammad Ayub kutogombea uongozi. Sasa mahali unapoona pana mvutano, kuna watu wapataka sehemu kama hiyo, sisi tumeelekezwa tujitenge, na Uislamu pia unaelekeza hivyo, mtu usitaki uongozi kufuate kama usipende wewe, usinganganie mala matatizo pana nini, bora ujitenge uwe peke yako. Mimi bado narudi kule kule, shekhe wetu kitu ambacho alikuwa hakipendi kabisa ni kumpa elimu yake alafu akaacha kusomesha akawa anashughulika na mambo mengine. Kitu hichi alikuwa akipinga sana na hakipendi. Kwa hiyo nawahusia wenzangu wote ambao wamepata elimu kutoka Shamsia na popote pale wadumu katika jambo hili, kwa sababu ndio amali kubwa. Hakuna amali kubwa kama kusomesha. Tunasema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Bora wewe ni yule ambaye akajifundisha Qur'ani alafu akaifundisha. Sasa umemwambia ni boye ndio bora, tafuta kazi gani zaidi ya hiyo? Wakati mtu akishakwambia wewe ndio bora kuliko kila kitu. Kwa hivyo wasia wangu waliopata elimu waitumie na kuwafundisha wale. Na sisi ndio wa mwanzo tulioshirikishwa katika umoja, nikafuatwa kwamba kuna umoja utakuanzishwa. Mimi nikaunga mkono sababu ndio agizo la Qur'ani, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kwa sikurudi nyuma mimi kusikia umoja wote kuanzishwa, mimi nikawa mstari wa mbele kuliunga mkono jambo hilo. Kwa hiyo nimo katika umoja na naomba Mungu uendelee ule umoja. Manufaa ni mengi, lakini kubwa la manufaa yaliyopatikana ni kwamba umoja wa mashekhe unapokuwepo ndio wafuasi wote wa Kiislamu wanakuwa kitu kimoja. Wanapotapanyika na wazuoni na wafuasi nao pia wanagawanyika. Kwa ile kubwa faida iliyopatikana ni kuwa wafuasi wote wa Kiislamu kwa mkoa wa Tanga wako kitu kimoja, ambapo mwanzo hawakuwa hivyo. Sisi tumezaliwa 8, wanaume 4, wanaume 5 na wanawake ni 3. Mkubwa ni mwanamke ambaye sasa yuko hai, anaitwa Zainab binti Hashim. Baada ya dada yetu Zainab binti Hashim anafuata Hussein bin Hashim, alikuwa naye pia alitokea Shamsia pale. Baadaye akaanzisha taasisi yake ya MV9, alikuwa katika baraza la ulama wa Tanzania. Alafu anafuata mwingine Muhammad Hashim ambaye bado anaendelea, baada kutoka Shamsia naye yuko hapo MV9 anaendelea. Mwingine ni Ahmad Hashim ambaye sasa yuko msikiti wa Sunni, anadarasisha pale, anatoa da'wa pale. Mwingine ni Abdul Qadir bin Hashim, huyu yuko Mombasa, lakini kazi yake ni ya kusomesha na kutoa da'wa. Mimi nawasia Waislamu wote kwa ujumla mkoa wa Tanga na nje ya mkoa wa Tanga, watu washikamane na elimu. Kuna elimu hayatu Islam. Unapoacha elimu ndio tumeuacha Uislamu unapotea. Vijana leo wengi wanaopotea ni kuwa hawakupitia masomo ya dini ya Kiislamu. Kwa hiyo wasia wangu ni kuhusia watu wa Tanga na Waislamu wote tuwapeleke vijana wetu katika madrasa, kwa sababu madrasa ndio zenye malezi, ndio zenye kufundisha maadili. Maadili yote katika madrasa, kwa sababu kuna mpangilio unatoka tabia hii, mheshimu huyu jirani, ukae naye hivi, mambo yote katika Uislamu. Kwa hiyo wasia wangu ni tushikamane na madrasa, tuzienzi, tuwapeleke vijana ili waweze kupata maadili mazuri. Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani.